Kwanza. Kwa hivyo tunawakaribisha sana tuendapo kuzungumza ama kuangalia hoja ambayo ni hoja ya msingi siku ya leo. Ni hoja ambayo wanadamu wengi wanaidharau. Ni jambo ambalo wanadamu wanalichukulia kiolelaolela, lakini ni jambo la msingi katika wokovu. Ni msingi ambao unawasimamia Wakristo, ambalo ni jambo la muhimu wanadamu waweze kulifahamu, mimi na wewe tuweze kulifahamu. Tunataka leo tuweze kuzungumza hali ya wafu. Hali ya wafu. Wafu wako wapi? Wafu wako wapi? Wanaenda wapi? Na wanakufa kivipi? Na mbona wanakufa? Kwa nini tuweze kuzungumza hoja hiyo siku ya leo? Unapomuuliza mwanadamu ama mkaaji wa hili eneo la Getora, kwa nini huyu wa jamaa amekufa siku ya leo? Atakuambia toa muendete muno ende murungu wa muenda nkoroki. Sasa unataka kunimaanishia kwamba sisi wote ni maadui wa Mungu, ndiyo maana Mungu atapenda huyu na baada ya kumpenda afe? Kwa hivyo hiyo ni hoja ambayo haina kishiko. Kuniambia kwamba Mungu alimpenda huyu ndiyo akafa. Hati Mungu anipende mimi niage dunia. Nani atakubali kupendwa na huyo Mungu? Hati toa muendete muno ende murungu wa muenda nkoroki. Pia wapo wengine unapohudhuria mazishi unasikia wanasema, na tena ni wahubiri wakubwa, wanasema na Mungu amuweke mahali pema peponi. Aliyekuambia mtu akiaga dunia anaenda peponi ni nani? Ulisikia wapi ama ulisoma katika andiko gani kwamba mwanadamu akiaga dunia anaingia peponi? Unapoenda kwa ndugu zetu katika kimwili Waislamu, unapoenda katika ndugu zetu katika kimwili wanaitwa Waislamu, ukiwauliza huyu akiaga dunia anaenda wapi, wanakuambia inshallah ameingia peponi. Wanasema inshallah ameingia peponi. Sasa wewe ulitoa maandiko gani ukadhibitisha nayo kwamba umeingia peponi? Bado yapo maneno yanayosemwa pia na ndugu zetu ambao wanajiita Wakristo, lakini nawadhihirishia ni Wakristo wa uongo, wanaitwa Wakatoliki. Wakatoliki unapowauliza huyu ameaga dunia akaenda wapi, watakuambia ameenda mahali kunaitwa purgatory ama toharani. Wanasema njooni tumfanyie misa ili Mungu amuingize toharani. Eti wanatuambia ukifa ukiwa mwenye dhambi wanakufanyia misa, unachukuliwa unapelekwa toharani. Ulisikia wapi? Wengine siku ya leo wanasema mtu akiaga dunia anaenda mbinguni. Mbingu gani? Ati huyu alikufa akaenda mbinguni. Nete atima na Mungu na wetre na arakwire to tima na Yesu Kristo. Na arakwire to andaira mianga. Hiyo maneno yote ni doctrine. Ni dogma ambazo Wakristo wa kweli wanapaswa wasiepuke. Ni dogma ambazo hazina msingi wa maandiko wala ni hadithi za abunwasi. Hebu nataka unipe kitabu cha Timotheo wa kwanza 4 mstari ule wa 7. Katika baadhi ya maneno ambayo nimeyasema, nataka mtu mmoja ambaye atajitokeza na kuniprove wrong katika yale nitakayoyafundisha siku ya leo kupitia maandiko. Ati ajitokeze aseme wewe kijana umetuambia hivi, lakini maandiko yanasema akifa anaenda hapa. Nahitaji mtu kama huyo. Yaani mtu ambaye atajitokeza na kudhibitisha kwamba mtu anaaga anaenda mbinguni. Ate mtu akwegeta ayoro ile kono kanayoro remete. Ate huyo akuyaeta peponi, ati ameaga dunia akaenda peponi. Mnamwandikia RIP, rest in peace. Ati mnamwambia ameingia purgatory.
nahitaji mtu kama huyo ambaye ataweza kunidhihirishia katika maandiko. Na ikiwa wakaaji wa eneo la Githura, mtu kama huyo hataweza kujitokeza ama hataweza kutokea na kudhibitisha maneno kama hayo katika Biblia, basi mtu huyo anyamaze milele. Muntu wa kile mwanga Yesu Kristo asoke. Leo nakwenda kuwadhibitishia katika maandiko kwamba mwanadamu akiaga dunia anaenda wapi? Muntu akiokuwa etako neonto muntu akuya na bila bitoma kwa imbi, naenda kuwadhibitishia kupitia maandiko. Yani mbetete oboni ambayana kokolokera utatoro Mulungu tetete obora iboko meago akarigo etako iteria are ntete obora noko meago etago gena merago iteria are mbetete obora yande koreriwa na tere kuwa ile thomo riwe ni utoe kuwa na yale te thomo. Nisome Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 7. 4 mstari wa 7 Timotheo inasema, ndio, mbali hadithi za kizee, mbali hadithi za kizee, hizi hadithi za kizee zisizokuwa na ni kama zile ambazo nimewaambia siku ya leo. Ati ara kueleta eta mbinguni. Ati oyo akueleta wankoma, oyo ararwa na munona aletera wankoma oyo. Ati huyu ameenda toharani ama ameingia purgatory, ameingia peponi. Pepo gani? Sasa maneno kama haya ambayo yanaitwa na maandiko hadithi za kizee, endelea. Inasema zisizokuwa na dini, yani ni hadithi za kizee zisizokuwa za dini. Tufanyaje? Usikatae. Ati usikatae. Kumbe hadithi kama hizi ambazo ni hadithi za kizee, Wakristo wa kweli ambao Timotheo anaandikia ama Paulo ananena nao, anawaambia wazikatae. Wile werwate na alakueleta yoro ore, werwate na alakueleta yoro kwa ngoma ore, werwate na alakueleta peponi. Hiyo ni hadithi ya kizee, hadithi ambayo ina maandiko. Na hiyo notoda uoke akwethera ntora yeye tora eterita muntu akadhibitisha manto yao eti alikufa akaenda mbinguni, ati anaingia purgatory, ati anakufa akaenda peponi. Basi wachungaji wanaofundisha hivyo wanyamaze milele. Na ndio nimesema sasa hivi nafikiri ni saa 10, nasema tena hadharani mbele ya watu mchana peupe. Okay, akwendera kwa na maandiko ya kwa na nyamanto yao onde tayari wa mwamaiki hata dhibitishe roho lugera Biblia. Kwa hivyo hadithi kama hizi za kizee lazima watu wa Mungu wazikatae. No mwangato wa Mungu wao yarete sio tokolea. Tumekataa. Imeandikwa hivi. Nataka niweze kusomewa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari ule wa 13. Yani watu wa Mungu tunapaswa tufahamu hakuna jambo ambalo linalotendeka duniani Mungu ambalo hakulinena katika Biblia. Alinena na kudhibitisha kila jambo kwa Biblia. Ndio maana siku ya leo nitakuonyesha jinsi mtu anavyokufa, kwa nini anakufa na anakufa anaenda wapi. Soma Wathesalonike ngapi? wa kwanza 4 mstari ule wa 13. Ile mstari wa 13 inasema hivi, Iseme, lakini ndugu, tupe habari, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Kumbe jambo la kwanza la kufahamu ni kwamba Mungu hakutuficha habari zake zao waliolala mauti. Mungu amefunua katika Biblia habari za watu waliolala katika mauti. 1 2. Kwa hivyo Mungu aliweza kudhibitisha kudhihirisha habari zao waliolala mauti.
anto barabonza bakuya Murungu natonete Bibiliene inabeta ni onto bakuya na bakuya atia aiko no to beto koni rware ruteto kendo tiwa kuiba kuwa umenya go kuruma Murungu ne Biblia ri wapo mwanzo kulikuwa neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa Mungu. Endelea tukasoma ruteto wao are Murungu re wewe nayo rumange itakuwa unadhihirisha kwamba unaweka uadui baina yako na Mungu. Kwa hivyo ni heri hata unyamaze kaba inyoki yosire nkoro eku kewaria no ntosi enjererinya. Kwa hivyo nataka maiki iweze kutengenezwa tusome hiyo andiko. One, two. One, two. Mic test. 1 2. Haya, rudia andiko. Ni Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa ngapi? Wa 13. Ndio. Turudie tena. Soma. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Kwa hivyo Mungu hakutaka watu ama wanadamu wasijue habari zao waliolala mauti. Tupe habari. Msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Kumbe sababu iliyomfanya Mungu akadhihirisha habari zao waliolala mauti kana sababu wewe tomera Murungu agora manto yake baba kuya ni ili kwamba tusiwe tunahuzunika kama na wengine wanavyohuzunika. Soma. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu na baba kuya ndene Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Shikilia hapo. Kwa hivyo kwanza Mungu hakuficha habari zao waliolala mauti. Ndio kiaweta goria motomeri yoku rebuwa respin peace na bwaritere akwera ata Murungu na itheta biu ata ikerundu akwaria akwaribia bitendeki. Roho wa Mungu Yesu alisema atawafunulia niliyowafundisha. Yesu aliyofundisha yako katika Biblia. Kwa hivyo Roho wa Mungu atafundisha jambo jipya. Ate etako litanando manto ya mero. Teoto litana manto ya andiki Biblia. Kwa hivyo yaliyoandikwa katika Biblia wanatuambia Yesu anasema hivi, hakutaka tusinjue habari za waliolala mauti. Kwa hivyo siku ya leo kwanza katika akili yako unayenisikiliza unjue kwamba Mungu amefunua habari zao waliolala mauti. Hiyo ndio Biblia. Sasa tunataka tujiulize, maana kuna watu wanasema wanaongea na ndugu zao waliokufa. Kwa ndo wana ko mea baba na antorerete oro na nakwira tata twaraniriawe otako mea yoyo na antorere otuko twaraniriawe umenya winkoma. Hakuna kitu kama hiyo. Nataka uweze kunipa Mhubiri 9 mstari wa 5. Eti wewe ukatokewa na ndugu yako aliyeaga dunia mkaongea. Ukatokewa na ndanda yako aliyeaga dunia mkaongea. Ulisikia wapi? Soma. Huo ni uongo wa shetani. Mhubiri 9 mstari wake ni wa 5 inasema hivi. Kwa sababu walio hai kwa sababu wakaaji wa eneo la Getura walio hai wanajua kwamba watakufa, hivyo komenya babu no bo akua lakini wafu lakini anto baba akuere hawajui neno lolote. Kumbe hawajui neno
lolote, tupe habari, wala hawana ijara tena, lakini maana kumbukumbu lao ndio limesauliwa. Maandiko yanafundisha kwamba watu waliolala, watu walioaga dunia, kumbukumbu lao limesaulika. Lakini siku ya leo, juzi tumeona watu wakienda kukumbuka kifo cha Raila. Biblia inasema kumbukumbu zao zimesaulika, na tena inasema hawana injara tena, hawana ufahamu. Ateoni to arasia motanosi ora gwere ito arasia yoyora gwere. Rudia andiko. Haya ni mapepo. Rudia andiko. Inasema hivi, kwa sababu walio hai, kama mimi na wewe wanajua kwamba watakufa, itoko menya noto akua, lakini wafu hawajui neno lolote. Lakini wafu, hebu shikilia hapo kidogo, hawajui neno lolote. Mfano, nimewahi kuenda sehemu za Western, sehemu wanaita Kitale. Unapofika sehemu zile, wanaenda na jeneza eti ameaga dunia, akakataa kuingia katika shimo. Sasa wanarudi na yeye kinyume ili asione anaenda kuzikwa. Etiga korea kuzikwa, basoka ya nyuma. Tuetaito amudhike basogete ya nyuma. Tangu lini? Huo ni ushetani na ushirikina, hakuna jambo kama hilo. Bange sehemu za Busia wanawazika wafu kwa kupitia simu. Hata mudhike vimoe akaringa mosie. Alikuwa dereva wa pikipiki. Kendaye teoro atoringira tuwera ikware. Hiyo yote ni baadhi ya imani ambazo ni imani za uongo potofu na imani za kishetani. Biblia inasema waliokufa hawana ufahamu, hawana injala tena, maana wao ni wafu. Utembea kuthomera muntu agwetera utatomwira fufuka. Utembea kuthomera utatomwira utaokoka, akuete, haiwezekani. Wengine wanasema ati muntu waku ariwa kathikwa. Ati na aletera orowera Murungu aina inye matangi mbura yure. Hiyo ni ushetani na ni ushirikina wa hali ya juu kabisa. Sasa nataka uweze kunipa kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 146 mstari ule wa kwanza. Kuna baadhi ya watu wanaotegemea watu wengine katika hili fundisho la hali ya wafu. Soma. Zaburi 146 mstari wa kwanza. 146. Wacha nifike pale mwalimu. 146 mstari wake ni ngapi? Wa kwanza inasema hivi. Haleluya, nafsi yangu. Haleluya, nafsi yangu. Umsifu Bwana. Nitamsifu Bwana muda ninaoishi. Tupe habari. Nitamuimbia Mungu wangu ningali ni hai. Msitumainie wakuu. Msitumainie wakuu. Wala binadamu ambaye ndio hakuna wokovu kwake. Tusitumainie wakuu na wanadamu ambao wokovu wao ndani yao. Soma. Pumzi yake hutoka. Kumberera muntu akuya pumzi yeyuma. Urundia udongo wake. Pumzi yake hutoka na pumzi kurundia udongo. Siku hiyo mawazo yake huyapotea. Sasa nisomee 47:9 mstari wa 7. Zaburi 49 mstari wake wa 7. Wapendwa, mtu anapoaga dunia hana injara tena. Kwa nini? Kwa sababu pumzi yake hutoka na kurundia udongo tena. Mtu lera kuya pumzi ama roho yake hutoka na kurundia udongo. Soma. 49:7 inasema hivi. Tupe habari. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Hawa ni ndugu zetu wengine sasa wanaoamini kwamba unaweza kumuombea mtu aliyekufa akiwa muuaji, akiwa mwenye dhambi na akaingia mbinguni ama na akaokoka. Atetote itokabuithia misembere muntu oyo arekere meia aingie purgatory, aingie toharani. Ndivyo Wakatoliki wanasema tunamsomea ndua
aingie purgatory. Waislamu nao wanasema wanamuombea ndugu eti aingie peponi. Inshallah Mungu amuweke mahali pema peponi. Soma. Inaendelea kusema hivi. Rudia andiko. Nirudie tena mstari wake ni ule wa 7. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Eti hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Kumbe hawezi kutoa fidia kwa ajili ya mtu. Hawezi kwenda uambie Mungu tumekutolea sadaka ya 9,000 msamehe makosa yake umpeleke peponi ama umpeleke mbinguni. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kuna watu leo wanafanya kitu wanaita misa. Hata kubuivya misa muntu wewe tegereke na leo ati akubalike huko tawarani. Soma. Inaendelea kusema hivi. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Wala hana budi kuiacha hata milele. Kumbe mwanadamu gharama yake ni kipindi yupo hai. Ndio maana Biblia inasema katika Mhubiri 12, mtumikie Mungu kipindi cha ujana wako, maana zinakuja siku za hatari. Unafikiria ni zipi? Mwanadamu anapoaga dunia hawezi kumsifu Mungu, hawezi kujiombea msamaha ingie mbinguni, anabakia pale pale tu kaburini. Tunakuja kudhibitisha hayo katika maandiko. Lakini jambo ambalo tunapaswa tujiulize ni hili. Mwanadamu ambaye anapaswa kuingia kaburini ni yupi? Imuntoreko kana imuntoa anate obaye huku makaburine. Zaburi 90 mstari ule wa 10. Siku za leo hata nyinyi wakaaji wa eneo la Getora bila kuwa na ushambiki, mnajua siku za leo tunazika watoto, tuwezika nto bena miaka 20, bena miaka 5, bena miaka bebute, bena miaka 60. Endre kiori ni atere. Muntu ora Biblia kuo iwa bayotonya kuo noreko. Soma. Mstari wake ni wa 10. Inasema hivi. Ndio. Siku za miaka yetu ngapi? Siku za miaka yetu ni miaka 70. Kumbe mtu ambaye anapaswa kuwa sasa yeye ni mkongwe kabisa, miaka ngapi? Miaka 70. Tupe habari. Na ikiwa tuna nguvu miaka ndoki ya kwenda wewe inya munome yake yana 80. Miaka yana 80. Sasa mbona siku ya leo tunawazika watoto? Ndio watoto kosiaro waleto kufika toana na ndaka. Ndio watoto kufika ndo miaka 40. Ndio watoto kufika ndo miaka 30 na 6 na 70 ekologeta pio yeite. Lazima maandiko yanaweza kuweka wazi na yatuthibitishie sababu. Lazima maandiko yatuthibitishie sababu. Kwa nini? Nataka unisomee kitabu kinaitwa Zaburi 103 mstari wa 1. Oriwe mothagoyore awateroi corona akwa amothagoyo awateroi endi akwa mothagoyo awateroi malaria akwa mothagoyo awateroi imurimo yo akwa. Kioria ni atere Mungu aliote murimu wa teoria. Hakuna ugonjwa wote ambao Mungu hawezi kuponya. Ndio ndo warebo kwa ni mirimo inge Mungu huyo uano wale. Lazima kuwepo na shinda ambayo siku ya leo lazima tuifunue ili tukomeshe vifo. Lazima wale todra togewa manto ya Bibiliane na manto ya mayo tomato bakwa kenda toromie kwa dhoma. Msaburi ni 103 mstari wake ni wa 1 inasema hivi. Ndio. Nafsi yangu uimindi Mungu Bwana. Upe habari. Naam. Ndio. Vyote vilivyomo ndani yangu vilihimidiwa jina lake takatifu. Lihimidiwa jina lake takatifu. Nafsi yangu ndio uimindi Bwana. Wala usisahau fadhili zake zote. Twende. Akusamehe maovu yako yote. Sasa sikiliza wapendwa wakaaji wa hili eneo. Mungu kazi anasema ambayo atafanya ni kwamba atatusamehe maovu yetu yote. Kuponya magonjwa yako yote. Kumbe Mungu ana uwezo wa kufanya nini? Hata kuponya magonjwa. Ana uwezo wa kuponya magonjwa yote. Sasa swali, kwa nini leo watu wanakufa kwa sababu ya corona? Okaiba muntu arare na rwaya akwa aramberi okora akwa na are ya miaka 20 ene Ebola akwa
Hilo ndilo swali la msingi ambalo tunapaswa tufunuliwe. Haya ndiyo mambo ambayo watu wa Mungu wapaswa kufunua. Sasa jambo ambalo tunapaswa tufahamu ni jambo ambalo limeandikwa katika kitabu cha Methali 26 mstari ule wa 2. Yaani hakuna jambo lisilokuwa na sababu yake. Okiagwiwa mwana oyo are mwana mwethe akwa are amyake keto andia kuna Biblia riwore kwa na 7 kana 8. Lazima kuothera kwa na sababu. Soma. Methali ngapi? 26:2. Mstari wa 2 inasema hivi. Kama shomoro katika kutangatanga kwake. Mafundisho ya Biblia yanasema kama shomoro katika kutangatanga kwake, na kama mbayuwayu katika kuruka kwake. Tupe habari. Kadhalika laana isiyo na sababu. Ati kadhalika laana isiyo na sababu haifanyaji? Haimpigi mtu. Kumbe ili jambo limpige mtu ikenda ndomo hata mtu lazima kuwe na sababu. Lazima kuwe na sababu yake. Akaaga dunia akiwa na miaka 2. No mwanga kuwe na sababu weke amba kuwedha aye kuwe na miaka 5 kana 10 miaka yatio kinya 70 kana 8. Ne Mungu anasema katika Isaya, kitabu cha Isaya 66 mstari ule wa 5, anasema hakuna yeyote atakayeaga dunia kama hajafikisha miaka ambayo inapaswa. Ate mwana ora munini pio wakwa alethana miaka yana tusomele 65:20. Isaya 65 mstari ule wa 20. Mstari wa 20 Biblia inasema hivi, kitabu takatifu cha Mungu. Ndio. Hata kuwapo tena mtoto wa siku chache. Hata kuwepo mtoto wa siku chache. Leo ende burendo mbera Mungu kwa liwale. No arasia manto yate omwe. Na Biblia yetu ya Mungu omwe. Sasa huyo Mungu tu anasema hakutakuwepo na mtoto wa siku chache. Wala mzee asiyehitimia siku zake. Kana mokorote kinyevete tuko siawe. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Kwa maana soma vizuri ndugu yangu. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Kumbe mtoto kana ntobarato baito vika tuko siawe areba ni mno. Watu ambao wana umri wa chini wanapaswa wawe na miaka 100. Wanapaswa wawe na miaka 100 kwa mujibu wa maandiko. Sasa swali, kwa nini tunazika wana 20 na watoto kufika bena 30, walio na 20, walio na miaka 10? Lazima Biblia imetufunulia. Maana Biblia inasema mtoto atakayezikwa atakuwa na miaka 100. Ateboe atakana kanini pio bogiwa inalo. Kana kaka ni mno ade miaka 4. Hebu rudia andiko. Nirudia tena. Atakapokuwapo tena mtoto wa siku chache. Hakutakuwapo tena mtoto wa siku chache. Wala mzee asiyetimia siku zake. Wala mtoto asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Ati mtoto anayepaswa kuwa kaburini ni miaka ngapi? 100. Ngapi? 100. Sasa leo mbona hapo 60 ni ontobe gobe na bebute bena 20 na nyabe miaka 11 kuo. Nataka mfano, siku za leo mazishi imekuwa ni sherehe. Kwa nini? Jana kulikuwa na mazishi. Leo hata hatujakaa sana hapa, tumeona jeneza limepita juu ya gari hapa. Hadi anaenda kuzikwa. Ukiuliza huyu ni wa miaka ngapi? Remukai ya miaka 20. Ati 20. Ngapi? 30. Sasa swali, kwa nini? Inge morungura uwa manto yana wewe rware. Mbona? Lugire. Na tena katika hayo maneno Mungu anasema mnapokufa hivyo anacheka. Ai mtu agua miaka 20 Mungu aliwa. Ai kamutoka ula aya. Yaani Mungu anasema wanapoala watu wa miaka 20, watu wa 30, 40 hawafikishi miaka yao, yeye ni kucheka tu anacheka. Nipe Methali 1:23. Niliwaambia jambo lote ambalo tutakalo lisema hapa lazima liwe na udhibitisho wa maandiko. Soma. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu.
tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Sasa Mungu anasema geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitafanyaje? Mstari wake acha nirudie tena. Ndio. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu. Mungu atatumwagia roho wake na kuwajulisheni maneno yangu. Upe habari. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Ati kwa kuwa nimewaita nanyi mkakataa. Kumbe Mungu anaita wanadamu wafanyaji? Wanakataa. Wanakataa ama waitiki. Tupe habari. Nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu. Mungu ameinua mkono wake asiangalie mtu. Bali mmebatilisha shauri langu. Bali mmebatilisha shauri la Mungu. Wala hamkutaka maonyo yangu. Kidogo. Unaposikia kubatili iko sensia. Wamebatilisha shauri la Mungu kana iba sensetie. Bora Mungu wakuwa. Mungu watoeta hiyo twakinyamawa. Baka wenyato geawete rato mawa twakinyatu. Yani wamebatilisha shauri la Mungu. Tupe habari. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Ati mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Mkiwa na msiba Mungu anafanyaje? Anacheka. Bokera aina ano gareka miaka 20 kama Mungu wako wathiate akagotheka. Neno ndo aliwa kama sensetie njira na mierekeribera yanete. Mungu wa muntu mugaye kera mauto iyo angangene ayo. Awa muntu mugaye akarao iyo angangene abyo. Awa muntu morome akuneka mutwe bibyo enabyo. Awa muntu morome kwazena nywele ndani ya ibyo enabyo. Sasa kwa sababu ya hayo Mungu anasema mkilalamika ati amekufa anafanyaje? Anacheka. Anacheka. Rudia andiko. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Rudia andiko. Nirudie pa 23. Ndio. Inasema hivi, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Mungu anasema tena geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama nitawamwagia roho yangu. Atatumwagia roho wake na kuwajulisheni maneno yangu. Tupe habari. Kwa kuwa nimeita nanyi mmekakataa. Kwa kuwa Mungu amesema kusiwe hivi kukawa hivyo ambavyo anasema kusiwe. Nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu. Ameunyosha mkono wake asiangalie mtu. Bali mmebadilisha shauri langu. Maana wanadamu wamebadilisha shauri la Mungu. Mungu itaka maonyo yangu. Mungu anasema mwanadamu asifanye hivi, anafanya hivi. Rudia hapa tena. Wala hamkutaka maonyo yangu. Maonyo. Wanadamu hawakutaka maonyo ya Mungu. Mungu akitumana watu waonywe baka wa muntu onege yoto sambia, kaya yoto rumanga, kaya yoto evya. Yaani Mungu anapopeana maonyo amutaki. Biblia inasema mfano ukisoma kisa cha mtu ambaye aliyekuwa anaitwa Lazaro. Huyo Lazaro arene tonga fulani. Wale wanaosoma Biblia watasoma hilo katika kitabu cha Luka. Itonga ke bila Lazaro akwirene tonga ke yakwa mande ko yarua barethera na tuku emwe. Itonga kireta mwangina no tokea muikarie biandeke Roma ne Lazaro ale uru. Itonga ke kirera Ibrahimu atere. Etawere mukaitomana. Wetawere malaika, wetawere family yako baki yako hivi au yako ya nande. Ibrahimu akamwambia huyo tajiri, huko duniani wanao wahubiri, wanao wachungaji, ukayakwethera batibo baba kuona re, to malaika wakaumeorwe yakwire. Ende naye motori wa etora re, kama usikii maonyo ambayo Mungu anatuma nayo watu wake. Ukayakui Mungu ukayakwire nani? Neka tabia si yakui ndogu. Neka morome wathongeri. Neka wathongeri. Neka wamba morome. Neka warwana. Unajua watu wanasema kuua mtu ni kumkata tu. Kuua mtu eti lazima umkate kichwa. Hapana. Biblia inasema ukimchukia ndugu yako umeua. Leo nikipitia hapa, nikuje nipate mtu fulani hapa nimwambie na kutuma kwa mtu mwingine. Ukaipa muntu utotewana nawe. Ai morome muntu utoteana na rito. Huyo mtu ameua tayari. No mwera aliwa kwa kurumanga. Ati kwa Zambia, kaere Zambia wewe. Meme tawere ngania ngomogevya. Ai meme akwera ai muntu tutiara na iria we. Muntu to tare atwathireti kwaranĩria were. Twina ituko. Sasa kwa nini? Na Biblia inasema ukimchukia ndugu yako umeua. Ni kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. Soma.
Inasema hivi, kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Ati ni muuaji. Kumbe kuwa ukaitera kwa ngania mtoto mwea koethia atia umemuua. Kaworwana Sokera inasema hivi, ndio atere kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Kumbe unapomchukia ndugu yako unakuwa nani? Muuaji. Mungu wao aitera muntu agera mutonge ukaitera kwa ngania imuntu omwe muno. Kumbe we morwani oya bange muntu ora ya sukari kwa ina na muntu ora ya mbangi babo ndane amba wote ni wezi ile akaiba muntu otorera atega kuyeta bikibiki bamwata bamuthagathaga bamwethia na no kuyeta karabu kirasine mwina boyamba nyinyi wote ni wezi. Kwa hivyo wapendwa, jambo linalofanya wanadamu kuaga dunia, watu wasio na umri ufao, Mungu anasema atakayekuwa mtoto kaburini ni miaka 100. Miaka ya naremo hiyo mwana ora bikuthire kaburini. Lakini wale antobetura bethika muntu omega 20, muntu omega 60, muntu omega 30. Na Mungu kalokere, Mungu aliwala kuthika antobaure kakutheka. Anacheka. Kwa nini? Mumebatilisha shauri lake. Aliwa bukethia. Wapendwa, niliwaambia tusipomrudia Mungu wa kweli hatuwezi tukaokoka. Watu kuage kanisa Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Maana umetawangania imbono kimberete Kristo. Ono kimbi umeokoka nini? Wakati Mungu anasema usifanye, unafanya. Aliwo etabo ono kiko. Hebu nipe kitabu cha Methali 10 mstari ule wa 27. Methali 10 mstari wa 27. Sasa kuna swali ambalo tunapaswa tujiulize. Tobayo sio dikiori yake. Tunapaswa tujiulize. Soma. Soma. Methali 10:27. Hivi 10 mstari wake na 27. Ndio. Biblia takatifu nasema hivi. 20 na ngapi? 27. Hakuna 27. 10 Methali 10:27. Ndio. Mtu mvivu apigwa mawindo yake. Vama binanda kuamuru. Methali 10:27. Sawa hiyo tu. Harakishi. Kumi 27. Inasema hivi, kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Kumbe kwa sababu watu wanaaga dunia wakiwa wachanga wamekosa nini? Kumcha Bwana. Wamekosa nini? Kumcha Bwana. Kwa nini? Dunia andiko. Inasema hivi. Ndio. Kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Kumbe kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Baada ya mtu akuita na miaka 20. Kitu ambacho wamekosa ni kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni nini sasa? Kumcha Mungu ni kufuata mienendo yake, kufuata sheria zake. Hebu shikilia hapo kidogo usiondoke, lakini unisomee Mathayo 11:29. Mathayo 11:29 na usiruke hapo. Mathayo ngapi? 11:29. Ndio. Acha nifike pale mwalimu. 11:29 inasema hivi. Inasema njitieni nira yangu. Yesu Kristo anasema njitieni nira yangu safi. Mjifunze kwangu, mtujifunze kwa Yesu Kristo, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu moyo. Kumbe watu kile ambacho wamekosa ni kujifunza kwa Yesu. Kulitanake mtu ne atia wera mwana oku
we baba wita na yaoni kuita na oni ni atia wona ndia o okay dia buo wona ndeta o weta buo. Sasa Yesu anasema tujifunze kwake. Yesu anafundisha wanadamu kujifunza kwake. Yaani unaangalia matendo ya Yesu unafuata. Unaangalia jinsi Yesu alivyonena unanena hivyo. Inawebeto Yesu akera muntu okalaidanga ni nawe muntu rara wikumya muno. Muntu rara nawe gona yagabu wiwe. Muntu rara tedaro moya. Muntu rara no moe. Inawebeto Yesu akiwo. Na ndio utaniambia hamtakufa. Tutakufa. Watakufa wenye 20 bena miaka ele bako mwanga batasi yaro nyosi yaro. Kwa nini? Kwa sababu watu wamekataa ushauri wa Mungu. Rundi hapo kumcha Mungu. Methali inasema hivi. Rundia kumcha Bwana kuongeza siku za mtu. Kumcha Mungu kunaongeza siku za mtu. Tupe habari. Bali miaka yao wasio haki, lakini miaka yao wasio haki itapunguzwa. Kama kanisa miaka hapo kuobozire. Kama utakubali kuwa mwenye haki, kufuata njia za Mungu, kufuata shauri la Mungu, omuntu yako la Biblia eri wawe andikio wa mura atotisi wewe sabato nawe. Kama tutakubali kufuata ushauri wa Mungu, ujumbe wa Mungu anaotumana bure kwa bonya bale tu kuya batasiara bena miaka 20 bena miaka 11 mwaka bena miaka 6. Lakini tunapomcha Mungu, Mungu anaongeza siku zetu na anatudumisha. Kana ndiye anadebori mfano. Unajua hata Yesu alipokuwa anafundisha alikuwa anapeana mfano. Akaori hapo teo lete mote, kabo tisie mogo boyo kali, kabo teo nete areo, inyani ndendo bori kyoria. Oro areo wewe na mwana oku. We na ana bele. We na ana bele, omona kwa thekaira. Ongi ate kwa thekaira, nore goromba murungu inya kuraeta. Awika kuregete kau. Ote wande sigatori yato datete na kurete. Lakini ora kwa thekaira, ora oteta cia uwa mugayo na tora toreo ibo murungu akario. Kama uwezi kumtii Mungu, Mungu anakufagilia, anakuondoa. Lakini kama utamtii Mungu, utafuata njia za Mungu, Mungu atakudumisha milele. Mfano, tuingia katika nabii anaitwa Nuhu, tuje Ibrahimu, tuje Danieli. Anto batore miaka yani okara miaka mwangoka anerwa. Miaka 9 miaka 4 something. Lakini barua rei 20 bebutini. Date bemute. Date 40. Ete tapio kakaguri gaya nyaka kina ina sister. Kwani watu wamekataa shauri la Mungu. Watu wamekataa mienendo ya Mungu. Ndio maana Mungu anasema kumcha ndio kuongeza siku za maisha yao. Ndio kuongeza siku za maisha yetu. Nataka unisomee kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 12. Tujue jambo lingine ambalo wanadamu wamekataa kulifanya likawafanya wakaaga dunia. Tuwererwa leto chunguzane ontoto ukua 20 Kutoka 20 ngapi? 12 inasema. Tumesema siku ya leo tunachunguza kwa nini wanadamu wanakufa, wanapaswa wakufe akina nani na kivipi wanakufa. Soma. Waheshimuni baba yako na mama yako. Ati waheshimuni baba yako na mama yako. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nyingi. Kumbe kwa sababu siku si nyingi, kuna watu hawaheshimu akina nani? Baba zao na mama zao. Kumbe nondogo ezira toethika bena 20 bena bebute bena 40. Kuna watu hawaheshimu nani? Wazazi wao. Rundia andiko. Waheshimuni baba yako na mama yako. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi. Tena tukosea kusiingia ndegolone. Lakini siku ya leo unakuta mtu ana uwezo wa kumtusi mama yake. Mtu anainya egoya inane ethea temanga. Mtu anainya egoya mamina omeweko nombo na wote mbisie wewe. Wewe gombi ya mtu na kuona kanya kwa kwera inabo. Hata mtu na kuona kanya kainaga aramba kiumya kya mbere kya biele kya bitato na pesa. Akoroma kwa endaga kwa akathoko manawe nyaba tu aboswa
ukira wasoe. Ndio unapata watu wasiporekebisha, watu wasipoanza kufuata nyendo zao na kurekebisha walipopotea, wataendelea kuaga dunia, waage dunia mpaka milele. Kwa hivyo mtu mwera kaunto mainya wote ete iyo ni otoma inge mami wona ya ndra korera nawe ai ngi wona ya kanda korera ndoi ai okura hatari ano komenya we wanto mana we nda korera tomato anato na ni mama yako unaambia. Sasa Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako siku zako ziongezeke. Lakini siku za leo watu kwa sababu hawawezi kuwaheshimu wazazi, siku zinafupika. Eta wa opposite direction. Ate wewe ukalero ibo. Ole abu ureta bo ukalero ibo. Wapendwa, tusoge njirani ndio tuwatere. Asiari bara tuwatere, tuwashughulikire. Unapata mzazi analala njaa, ako na mtoto ananduka. Unaposikia mzazi yako dhwani no wao siere aguiwa mosiari aguiwa mami ore mosina baba abo tisinya baba ibakwere inya mami na agwere. Lakini Biblia inapozungumzia wazazi ni watu wote wenye rika ya mzazi wako. Wewe aso andaka muno isi darau wako baraba koriani rabo. Mfano unapata mzee amejitolea kuenda kutafuta pesa kwa jinsi ya kuchuna miraa. Bakaenda na kandaka miaka 20, miaka 14, miaka 15 kilaene. Mukuru leka kila kiki yako wewe bwana. Akamukulu eta narawe. Imbi wano kolera bwana soka. Sasa ndio utaniambia amutara dunia na muishe. Ila ombera botevira. Biblia inasema rudia andiko msomaji. 20 mstari wake na 12 inasema hivi. Ndio. Waheshimuni baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uliyopewa na Bwana. Inamaanisha kwamba usipowaheshimu siku zinakuwa fupi. Mama yako anakuambia akwera mwana wako itogoro kunda bangi. Mwana wako kunda kanjiri, kunda bangi. Lakini vivyo sio mediavyo. Unamheshimu? Msomaji naongea na wewe. Naongea na wewe mheshimu. Nauliza hivi, Biblia inasema rudia andiko tena. Inasema hivi, waheshimuni baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi uliyopewa na Bwana Mungu wako. Kumbe mwanadamu anapowaheshimu wazazi, siku zake zinafanyaje? Zinafupishwa. Leo na msiari yako ya mwana wako kunda bangi. Ukora kunda kadhiara, ukora kunda njiri. Ona wewe okunde unamheshimu? Hapana. Ndio utaniambia utakufa. Ukawa toikanzo vile utakufa. Lazima tuwatii wazazi ili siku zetu ziongezeke. Ndio arenda kama nyera bangi nyake yako. Na wanasema ni heshima. Yani tuwaete heshima. Murumentaru mababa onino komenya o. Ano komentaru mami. Lakini kabangi yanywera kemo korora weri karende na ina. Wapendo, turudi tuulize njia tulizokosea, njia ambazo zini za kweli, njia ama mahali ambapo tulipotea. Hiyo nimemaliza. Hata huku mapaka tore imenga kwa mujibu wa maandiko tumedhibitisha. Wanadamu kwa nini wanaaga dunia? Tumedhibitisha. Sasa tunataka tujue mtu anakufa namna gani na tuyakuyanga. Kwanza tunapaswa tufahamu nini kimeumba mwanadamu. Hebu nipe Mwanzo 2 mstari ule wa 9. Mwanadamu anaumbwa na nini? Ili tujue kile kinachofanya akufe ama kile ambacho umtoka ili afe ni nini. Soma. Mwanzo 2:9. Ukitaka hata anzia 7. Acha nianze 7. Ndio. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Ati mwanadamu aliumbwa kwa nini? Kwa mavumbi ya ardhi. Tupe habari. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mavumbi plus
plus pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Huyo ndiye nani? Huyo ndiyo mtu. Ati mtu ni nini na nini? Mavumbi ya ardhi na nini, na akampulizia puani pumzi ya uhai. Yani mavumbi na pumzi equals human being, equals nafsi hai, equals nafsi hai. Ama mwanadamu ili awe hai ni nini? Ni mavumbi na kitu ambacho kinaitwa pumzi. Sasa swali ni je, unajua kuna watu wanasema Biblia inaposema mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi atekao mbele ya mutolo Mungu ya mutolo akimania anasora kamunto amba karibu. Unaposikia mwanadamu ameumbwa kwa mavumbi ya ardhi ukiaku hii mutolo ne orware nya wake drao yeta ombe kama mutolo kaurerwe onedra gatorao kama tuliumba kwa matope tungeisha. Lakini unaposikia Mungu ameumba mwanadamu kwa mavumbi ya uhai, ni vitu ambavyo vinaitwa mandini. Mandini yaliyo katika vumbi ndio yalitumika kumuumba mwanadamu. Ila bibi ya muntoka yetu morimo yo biase ti mandini fulani. Taso gara tore toma etore kerio etore bi plus nafsi hai. Huyo ndiye mwanadamu. Sasa swali ni je, kinachofanyika ili mwanadamu waage dunia ni nini? Kwa mujibu wa maandiko, na niliwaambia hapa, hatutumii vitabu vya wanasayansi, hatutumii vitabu vya historia, wala hatutumii vitabu vya kale. Ni Biblia na Biblia peke yake. Zaburi 104 mstari ule wa 29. 104 mstari wake ni wa 9. 29 inasema hivi. Ndio. Wewe wauficha uso wako, wewe wauficha uso wako. Wao wanaofadhaika, ndio. Waiondoa pumzi yao, ati waiondoa pumzi yao wanakufa. Kumbe ili mwanadamu akufe nini kinaondoka kati ya mavumbi na pumzi? Ni pumzi. Dunia andiko msomaji, naona hatuko pamoja. Wewe wauficha uso wako, Mungu auficha uso wake. Tupe habari. Wao wanaofadhaika, waiondoa pumzi yao wanakufa. Mungu anaondoa pumzi yao ili wafe. Kumbe mwanadamu tumepata ili akuwe nafsi hai ni mavumbi plus pumzi hai. Sasa pumzi hai inaondolewa, mwanadamu anakufa. Itono ndo mtu akuyati wa mwili. Biblia tai mbi pumzi. Ila Mungu aliyokupulizia anaiondoa. Mwanadamu anaaga dunia. Katika kitabu cha Ayubu 27 mstari wa 3, Biblia inazungumza pumzi kama nini tena? Inaita pumzi ni roho. Roho ya mtu, pumzi. Soma. Ayubu ngapi? 27:3. Samahani pale. Pumzi inaitwa tena, ama pumzi inaitwa tena roho ya mtu. Roho. Nimefika. Inasema hivi. Kwa kuwa uhai wangu ukali mzima ndani yangu, ndani yangu, na roho ya Mungu katika pua yangu. Kumbe roho ya mapumzi ambayo inapuliziwa mtu katika pua ilikuwa nini? Roho ya Mungu. Ilikuwa roho. Kumbe mwanadamu kile kinachotolewa ni roho. Kwa hivyo wale walio na dhana ambazo tumezungumza, ambazo tuliambiwa ni hadithi za kizee, ati alikufa akaenda mbinguni, alienda toharani, alienda peponi, maandiko yameua hayo mambo yote, kifo cha mende, mivunjo. Sasa tuje kwa watu wengine wanaosema hakuna kufufuka. Kwa ndo wao hado ndio kana wewe tuliyoko ati wanasema eti ukifa umeisha, no wao, yani ukweli ndio ngine wao. Sasa kwa mujibu wa maandiko ni kweli ama ni hadithi tu za kizee kama zingine ambazo tumezungumza? Nipe Yohana 5:28. Yohana 5:28. Soma. Yohana 5:28. Ndio. Inasema hivi. 28. Acha nifike pale mwalimu. 5:28. Msistaajabie maneno yayo. Biblia inasema msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja. Ati kwa maana saa yaja. Kumbe sio saa iliyopo, ni saa ijayo. Tupe habari. Ambayo watu wote walio makaburini wataisikia sauti yake.
Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Kumbe saa injayo ambapo tutaisikia sauti yake Yesu Kristo, wale watakaotoka ni akina nani? Soma. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Wale waliofanya mema wanatoka kwa ufufuo wa uzima, na waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na waliotenda mabaya wa nini? Ni ufufuo wa hukumu. Sasa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo, nataka nikuulize swali. Biblia inasema saa yaja ambapo waliopo makaburini watatoka. Kumbe wako wapi? Makaburini. Si mbinguni, si peponi, ama si purgatory, ambayo Wakatoliki wanasema ati tumfanyie misa aende toharani. Waislamu wanasema ameenda peponi. Na pia Wakristo wa siku za leo, Wakristo tulio nao siku za leo, wanasema ameenda peponi. Mungu amlaze mahali pema peponi. Hiyo iko wapi? Kwa maandiko hakuna. Hakuna. Biblia inasema siku yaja. Rudia andiko. Inasema hivi. Msistaajabie maneno hayo. Wapendwa wakaaji wa eneo la Getora, msistaajabie maneno hayo wanayosema. Kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Ati watu wote walioko makaburini wataisikia sauti yake. Si peponi. Hapana. Si purgatory. Makaburini. Sio mbinguni. Makaburini. Kumbe mtu anapokufa anaenda wapi? Makaburini. Tete na leta watu anayemeangeo. Yoro leko gani yoro mete, kayo nyumba. Ndote ko miala na leta na kwa Mungu, na leta kwa Mungu. Mungu wale kono kana Mungu wenu. Yaani Biblia inasema wanaenda kaburini ambao watasikia sauti yake. Watasikia sauti yake. Tupe habari. Nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima. Kumbe hata wale waliofanya mema wanapoona dunia wanaenda wapi? Makaburini. Wanaenda wapi? Kaburini. Sasa Yesu anapokuja watasikia sauti yake wale waliotenda mema. Kwa nini? Endelea. Ufufuo wa uzima. Kwa ufufuo wa uzima. Na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kumbe wale waliotenda mabaya na wao wanakufa wanaenda wapi? Kwa ufufuo wa hukumu. Makaburini. Makaburini. Wibu yayo alakwere na alabu imuno etako Mungu. Ona na alazo kimuno akweta wankoma. Koma wego. Mtu anapoana dunia awe mzuri ama mubaya, uingia kaburini. Ali ya kaburina mwangala Yesu asoka na no kuba atoa kwa. Biblia inasema hiyo ndio nyumba yao mpaka Yesu arudi. Yesu anapokuja wale waliotenda mema watafufuka waende kwa ufufuo wa uzima, wale waliotenda mabaya waende katika hukumu wakahukumiwe. Hiyo tukubu ya mrome na ano ramenete antowenu munore unonjeana Jehanamu. Msomaji. Yes. Nataka unipe kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 4. Unaposikia ufufuo wapendwa, nataka niwafunulie kidogo. Kuna ufufuo aina mbili. Ufufuo wa kwanza ni wa wenye haki, ufufuo wa pili ni wa wasio haki. Wanafufuka wakienda Jehanamu. Ufufuo wa kwanza na wa pili unaachana kwa miaka 1000. Yaani kurioko mbele na kwa yale wetiana miaka ngirie mwe na teni kuwa tayu kula science ile kuwa na tayu kula historia ile kuwa ndio iko mea yao terwa. Lakini leo tunasoma katika Biblia. Soma Ufunuo 20 mstari ule wa 4. Mstari wa 4 inasema hivi. Kisha nikaona viti vya enzi. Biblia inasema Yohana anapozungumza anasema kisha nikaona viti vya enzi. Wakaketi juu yake. Wakaketi juu yake. Nao wakapewa hukumu. Ndio. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Tupe habari. Na kwa ajili ya neno la Mungu. Tupe habari. Na hao wasiomsujudia yule mnyama. Na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake. Tupe habari. Wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao. Ndio. Wala katika mikono yao, nao wakawa hai. Twende. Wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Watatawala na Kristo pamoja na Kristo miaka 1000. Kumbe hao watu ambao waliuawa kwa sababu ya Injili, akina Paulo, akina Petero, akina Filipo, na watu ambao hawakupokea chapa ya mnyama
Katika unabii tutawafundisha chapa ya mnyama ni nini. Tutawafundisha chapa ya mnyama ambayo inakuja kuwekwa katika vipaji vya nyuso za watu. Ni gani? Sasa watu waliouawa kwa sababu ya injili ya kina Paulo, akina Petero, na watu ambao kipindi kijacho hawatapokea chapa ya mnyama, wote watafufuka katika utukufu wa Yesu, warithi ufalme miaka 1000. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Ndio. Hao wafu waliosalia. Sasa hao wafu sasa ambao nimewaambia watasalia walio waovu, waliosalia makaburini. Hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Miaka ngapi? 1000. Miaka ngapi? 1000. Ni gazeti unasoma? Hapana, ni Biblia. Ni Revelation? Hapana, ni Biblia takatifu. Sio kitabu cha historia? Hapana. Sasa Biblia inasema wale wafu waliosalia makaburini baada ya Yesu kuja watabakia huko mpaka itimie miaka 1000. Yaani watu watakaoingia mbinguni watakaa na Yesu miaka 1000 ili walio waovu wafufuke. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Atiwa ni ufufuo wangapi? Wa kwanza. Sasa ufufuo wa kwanza ni wa watakatifu ambao wanaambiwa walifia injili ya kina Paulo, Petero na wengine ambao wanakuja ambao hataipokea chapa ya mnyama watafufuka mara ya kwanza. Tupe habari. Inaendelea kusema hivi. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu wapi? Katika ufufuo wa kwanza. Wangapi? Ufufuo wa kwanza. Yule atakayefufuka ufufuo wa kwanza ndiye aliye na sehemu. Na heri. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Tupe habari. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu. Juu ya hao waliofufuka mara ya kwanza mauti ya pili haina nguvu kwao. Ndio. Bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo. Watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo. Safi. Nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Hiyo miaka 1000 watakaa pamoja na Yesu, ndio? Watatawala naye. Ndio, endelea. Inaendelea kusema hivi. Na hiyo miaka 1000, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha. Sasa miaka 1000 inapoisha, Yesu na watakatifu wakiwa pamoja, Shetani atafunguliwa. Shetani kwa hiyo miaka 1000 kwanza atakuwa amefungwa. Sasa kwa hiyo miaka 1000 inapoisha, Shetani atafunguliwa, atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi. Sasa atoke aanze kuwadanganya wale ambao walioachwa duniani bila kuwa watakatifu, ndio? Gogu na Magogu. Kuwakusanya kwa vita. Safi. Ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Kumbe watu watakaoingia jehanamu watakuwa kama mchanga wa bahari. Kiono ndoge aguba kirendege kere antomeri ya oma yeye. Ate kwe ore ogua ate muntu aragwire ate oro bando ome muntu ne omoe kundike u ngome ete okasibeta kurwa Yesu na ito kuona hukumu yore. Endelea. Biblia inaendelea kusema hivi. Wakapanda juu ya upana wa nchi. Shetani na hao watu ambao wanaambiwa hesabu yao ni kama mchanga wa bahari wakapanda juu ya nini? Juu ya nchi. Wakaizingira kambi ya watakatifu. Ndio. Na mji huo uliopendwa. Tupe habari. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukala nani na nani? Ukala Shetani na watu zake. Na watu ambao wamekubali kudanganyika kwa ajili ya vita, ndio? Inaendelea kusema hivi. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto. Akachukuliwa akatupwa ziwa la moto na kiberiti. Alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Uko sasa katika moto ambao unaitwa moto wa kiberiti wa jehanamu. Uko na nani? Mnyama na yule nabii wa uongo. Na nabii wa uongo. Kuna watu wanasikia mnyama baka wingombe. Akawimbitie gedhera ai ngato nyina awe. Injo. Ni simba. Ni tutakuja kuwafunulia katika unabii mnyama ni nani? Hebu shikilia hapo kidogo tu tudhibitishe mnyama ni nani. Tusomee Danieli 7 mstari wa 23 tusikie mnyama. Okay, agua mnyama no. Mnyama ni nani? Soma. Danieli 7:23.
Kwa hivyo unaposikia mnyama usifikirie ni njoo. Ukiaku njoo. Ngeo boni nyanjo no yete oro. Inyam bitino siete Yesu abeyira. Yote komenyende. Inasema yani okiwa Yesu ate yete bitine komenyane yete soma. Akanena hivi. Akanena hivi huyo mnyama wa nne, kumbe ni nini? Atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia. Kumbe mnyama ni nini? Mfalme wa nne. Kumbe mnyama, unaposikia mnyama katika unabii ni ufalme. Sasa kuna mfalme ambaye atachoma pamoja na shetani na nabii wa uongo. Nabii wa uongo ningekuwa na Qur'an hapa ningewadhibitishia. Lakini tunapanga mpango tulete injili katika hii sehemu. Injili ambayo itachukua wiki. Tutawadhibitishia nabii wa uongo kupitia Qur'ani ni nani, hata kupitia Biblia. Endelea katika andiko tulikuwa la Ufunuo. Inaendelea kusema hivi. Nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Sasa shetani mnyama ambaye tumepata ni mfalme ambaye tutakuja kuambia ni nani kupitia unabii, na manabii wa uongo watachomwa na shetani milele na milele. Ndio inaendelea kusema hivi. Kisha nikaona kiti cha enzi. Kikubwa cheupe. Na yeye aketie juu yake. Habari. Ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake. Ndio. Na mahali pao hapa kuonekana. Ndio. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Leo nonde baba atio meanga ngirie mo makaburine bakoritwa reu be yeta hukumuni kwero ngania no rathongera amwe kurongania oka no ekero sikirini ugona obwo murombe kada thongera we kila kumbe yoni. Sasa hapo ndipo hukumu inafanyika. Ndio na vitabu vikafunguliwa. Ibivyo vitabu vikafunguliwa na maukuya ya buorwa. Ndio na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho endeke ulikwenda usioria wa mutori wetu rari wewe ilitwa vitabuni ama utatolewa katika kitabu. Ndio ambacho ni cha uzima. Kuna kitabu ambacho ni cha uzima. Ndio na hao wafu sasa watahukumiwa katika mambo hayo. Yaliyoandikwa matendo yao. Upe habari. Bahari ndio ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Anto baba akuire iroe kwento betre mfano kuna meli inaitwa Titanic ilizama, watu wake hawajawahi patikana, walienda dunia huko na hawajawahi patikana. Sasa hiyo siku Biblia inasema bahari itawatoa watu wake. Ndio inaendelea kusema hivi. Mauti na kuzimu zitawatoa wafu. Ndio waliokuwamo ndani yake. Watahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Ndio mauti na kuzimu zitatupwa katika lile ziwa la moto. Mauti kumaanisha hakuna kufa tena, na kuzimu vikatupwa vyote katika ziwa la moto. Ndio hii ndio mauti ya pili. Mauti ya nini? Ya pili. Sasa wale wako ambaye utashiriki ufufuo wa kwanza mpaka ufike katika mauti ya pili. Ndio inaendelea kusema hivi. Yaani hilo ziwa la moto. Kumbe mauti ya pili ni nini? Yaani hilo ziwa la moto. Ndio ole wako utakaye kosa ufufuo wa kwanza ambao ni ufufuo wa watakatifu. Yaani imagine bwetha ne ruwa entokero ya anto benu ate wawe yane kuo akaboko ya mwakine yomwe. Yani kambi sewo ya me just create that picture. Meringe ngone yaku yani onia ekokira kiroro ere mwana kwa na tuinde atokoya uteo gwanoka. Owe ana nkomora akwerasia komora atumoga thongera. Komora atumoga mena mutori oku okorwana bweriko neremwe kaboko ya. Bwana mwangio kenda yore atia. Iboko ya lakini no kwa rinyo morika kidale tanara komawe. Ni hatari. Itakuwa maajabu. Lakini kuna watu wengine wanaosikia moto wa milele. Bali watu weli yako utokea.
Wapendwa, yapo mambo ya kufunua. Yapo mambo ambayo yako katika Biblia ambayo tunapaswa tufunue siku ya leo. Sio siku nyingine, siku ya leo tena sasa hivi. Unaposikia moto wa milele, unaposikia moto wa milele, usifikirie ni kama kuswim. Usifikirie kwa geuzo andiko dhambira. Atweri ya mwangina kwa uokelera. Hapana. Kuna watu wameaminishwa na wachungaji ati moto wa milele, mtakaa huko kwa moto milele, mkiungua huko. Yaani iko ya milele. Huo ni uongo. Kwa nini? Kwa nini niseme ni uongo? Nataka niwadhibitishie kupitia maandiko ndio nimalizie. Na nikuache na swali muhimu. Msomaji? Yes. Nipe Mwanzo 2:1 ama 2:15. Mwanzo. Tujue moto wa milele ni nini? Iko lia mwangine towete kana iko yoka thira pio. Soma. Mwanzo 2:15. 15 Biblia takatifu inasema hivi. Tupe habari. Bwana Mungu akatoa huyo mtu. Akamweka katika bustani ya Eden. Ndio. Ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Akamwambia huyo mtu akisema, matunda ya kila mtu wa bustani waweza kula. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Ndio. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utafanyaje? Utakufa hakika. Ati Mungu anasema ukitenda dhambi utafanyaje? Utakufa hakika. Mungu amempa mwanadamu sheria ya kumwambia utakula hiki na hiki na usile hiki. Na ukila hiki utakufa. Hiyo ni Mungu anafundisha. Sasa shetani naye alipokuja alifundishaje? 3:1 Mwanzo. Soma. 3:1 Mwanzo inasema hivi. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Nyoka alikuwa mwerevu katika wanyama wote wa mwitu. Aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Nyoka akaja sasa akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Kama muliare nyamba borobe. Wewe Mungu alawera inkomogo ulia muntu mogale. Msile matunda ya miti yote ya bustani. Ati hivi ndivyo Mungu alisema msile miti yote ya bustani. Ndio. Mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya miti ya bustani. Mwanamke akamwambia matunda ya mti wote wa bustani. Twaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Mungu amesema tusifanyaje? Msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Huyo ni Mungu amesema hivyo. Na mwanamke amemwambia Mungu amesema hivyo. Hati tukitenda dhambi, yani kula mti ambao umetuambia tusile, tutakufa. Shetani akamwambiaje? Ndio, endelea. Inaendelea kusema hivi. Nyoka akamwambia mwanamke. Shetani akinena kupitia nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Kumbe Mungu anasema ukitenda dhambi utakufa, naye shetani anasema ukitenda dhambi utafanyaje? Hamtakufa. Hiyo ndio fundisho watu wameaminishwa siku ya leo. Hati ukitenda dhambi utakufa, utakaa motoni milele. Ama unafikiria uzima wa milele ni kikombe utapewa ukae nacho? Hati mimi hii ndio uzima wa milele niko nayo. Wapi? Uzima wa milele wapendwa ni kukaa milele pasipo kufa. Sasa kama watu watakaa milele pasipo kufa motoni, si wamepokea uzima wa milele? Kabisa. Motoni. Ambalo ndilo fundisho shetani amefundisha. Ukitenda dhambi ufanyaje? Hautakufa. Utakaa milele motoni. Lakini Mungu anamwambia ukitenda dhambi unafanyaje? Unakufa. Hiyo ndio fundisho inaingia katika fikra za Wakristo wa siku za leo. Mtu anapoaga dunia ama mtu unaposikia kuzimu, moto wa milele ni kuchomeka, unaisha completely. Unaona ngoike yeye watu amo. Si eti unakaa motoni ati ni moto wa milele unakaa hapo unaimba. Hakuna. Sasa mbona niseme hakuna? Tujiulize swali. Hebu nipe Yuda 1:7. Yuda 1:7. Unaposikia moto wa milele wapendwa, ni moto ambao utawaka na uishe. Sifikirie Mungu Yuda ana huruma na watu waliowaomba hati angalie
ala ide muntu mwankini akega kelera hakuna. Unachomeka ubakie majibu. Soma kabisa. Moja mstari wake ni wa 7 inasema hivi. Ndio. Kama vile Sodoma na Gomora. Kama nini? Kama vile Sodoma na Gomora. Kama vile Sodoma na Gomora. Na miji iliyokuwa kando kando walioifuata. Na miji iliyokuwa kando kando na walioifuata. Washarati kwa jinsi moja na Hawa. Behari. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili. Imewekwa kuwa dalili. Wakiadhibiwa katika moto wa milele. Wakiadhibiwa katika moto wa milele. Moto wa milele. Na watu watachomwa katika moto wa milele. Sasa nataka mtu akuje leo hapa aniambie kama Sodoma na Gomora leo inawaka. Hapana. Na walichomwa na moto wa nini? Wa milele. Na wenye dhambi watachomwa kwa moto wa nini? Wa milele. Kumbe kama moto wa milele wa Sodoma walichomwa ukabakia majivu na wakaisha. Hata wa leo watu watakaoingia Jehanamu wanachomwa na moto uzime na waishe pamoja na kifo na historia yao isaulike kabisa. Kwa hivyo wanaofundisha kwamba eti watu watakaa motoni, ati unakaa motoni unalia haufi. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Na ni akili ama fikra zisizokuwa na maandiko. Ndio maana nilisema hapa eneo la Getora anasema na nena haya maneno waziwazi tena muzenya bokibu ya ora kuibwa no kana ora kuibwa no rongo maunda huwa maikie ya yani kinyao metio kareta rwana ure useme morome wori wao lakini Biblia eri wao nande we yani Biblia iseme. Kwa hivyo moto wa milele ni kama moto wa Sodoma. Moto wa Sodoma ulichoma watu na ukaisha. Kwa hivyo hata moto wa milele unachoma watu na uishe. Kwa nini? Mungu anajua hukumu ya wenye dhambi. Sasa swali ni je, unaposikia mahali popote pana moto, antoanza kuena mwaki, lazima kuwezele kuena anko. Sasa kuni ni nini? Mungu inakalita anko siya kuwevya anto. Kwanza nataka unisomee Methali 20:22 ama 20:26 samahani. Methali 20:26. Mungu anajua elimu ya moto. Anajua pasipo kuni hakuna moto. Soma. Methali 20:26. Ndio. Inasema hivi. Mfalme mwenye hekima huwapepeta wasio haki. Soma 22:26. 22:26. Ndio. Inasema hivi. Usio mmoja wao. Soma. 26 ni Methali 26 mstari wake ni 20. Ndio soma. Moto ufa kwa kukosa kuni. Ati moto ufa kwa kukosa kuni. Kumbe Mungu anajua elimu ya moto. Mungu anasema moto ufa kwa kukosa kuni. Yaani mahali ambapo hakuna kuni, hakuna moto. Sasa swali ni je, Mungu utatoa kuni za kuchoma watu wapi? Inoga litangosia kwa vianto. Na tutorona mwankio jana muyoakana yokae vya yeye na yore. Sasa Mungu unapotuambia moto ufa kwa kukosa kuni, wena kioyero waleto leo liatere inoga litangosia kwa vianto. Ezekieli 12:32. Soma. Ezekieli. Mungu katika elimu yake anajua pasipo kuni hakuna moto. Na hiyo ndoro wale hata wake mwankio tena anko tuone. Soma. Ezekieli 10 na ngapi? 12:32. Ezekieli 12, wacha nifike mahali pale mwalimu. Ndio. Kwa hivyo wapendwa, ningependa sana na ningefurahia sana tukikutana na wewe, mimi na wewe pamoja katika ufufuo wa kwanza. 12:32. 32. Ndio. 12:32 mwalimu. 21:32. 21:32. 21:32. Ndio. Inasema hivi. Litakuwa kuni za kutiwa motoni. Dunia andiko. Inasema hivi. Utakuwa kuni za kutiwa
za kutiwa motoni. Kumbe Mungu anafundisha wenye dhambi watakuwa nini? Kuni wa kutiwa motoni. Msomaji, yes, soma kile kimeandikwa. Utakuwa kuni, ndio, za kutiwa motoni. Kumbe wenye dhambi, unapoanza Mwanzo, ni Ezekieli anaongea na watu ambao walikuwa waovu wa Israeli. Sasa anawaambia mtakuwa kuni za kutiwa motoni. Kumbe kuni ambazo zinatumika kuchoma watu ni nini? Ni wanadamu. Dunia andiko msomaji. Inasema hivi, utakuwa kuni za watu. Soma kile kimeandikwa. Utakuwa kuni za kutiwa motoni. Kumbe wenye dhambi watakuwa kuni za kutiwa motoni. Sasa wenye dhambi wanatumika kama kuni za kuchoma shetani, malaika zake na kifo. Kwani moto wa milele, moto wa jehanamu mliowekewa nani? Mathayo 25:41. Moto wa milele hukuwekewa mwanadamu. Tena mwakio milele yuaekero yotawekero mwanadamu. Are yuaekero bao noto mwanadamu meyataekeri wewe tumeka kari honko. Atatumika kama kuni za kuchoma shetani na malaika zake na kifo. Soma. Inasema